Chama tawala cha UDA kimekubali kushindwa katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau, huku kikitoa wito kwa vyama vya upinzani kuiga hatua hiyo kwa kuridhia matokeo ya chaguzi zijazo. Katika mkutano wa wanahabari uliofanyika katika makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi mapema hii leo, Katibu Mkuu Hassan Omar alisema UDA inaheshimu uamuzi wa wapiga kura wa Olkalau na imekubali matokeo yaliyotangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. This one we did not emerge victorious, but it shows you that there's a shifting architecture of national politics, that former strongholds have become battlegrounds and former battlegrounds have become the strongest of holds, and therefore part of that is the reality of politics. We will move on this one, on this loss, and also now prepare for the next election cycle, which is the general elections next year in August. Omar aliwahakikishia wakazi wa Olkalau kuwa miradi ya maendeleo iliyokuwa ikitekelezwa na serikali kuu itaendelea licha ya matokeo ya uchaguzi huo. Zile projects zilianzishwa na zile ambazo zilikuwa zimeanza kabla hapo kama za railway nini zitaendelea kufanya. Hatuna uhasama na mtu. Those are Kenyans like every Kenyan. Ilikuwa wamefikiwa na election and we did what we needed to do within an election cycle. Aidha, alipongeza IEBC kwa kuandaa uchaguzi huo kwa njia ya haki, usawa na uwazi, akisema matokeo yaliyotangazwa yanaakisi mapenzi ya wapiga kura wa eneo hilo. Kwa sasa, UDA imewataka wapinzani wake kukubali matokeo ya uchaguzi zijazo bila kukimbilia mahakamani, ikisema utulivu wa kisiasa unapaswa kupewa kipaumbele. Is to congratulate the IEBC. You did a stellar job. You held us all to account. You let the popular will of the people of Kenya prevail. You ignored the title holder of press conferences. The same IEBC granted us victories that they rejected in 9 major by-elections that we've had. Sisi, as UDA, we will either not zone out or leave out or exclude anyone from our politics, and we will not zone out or leave out any part of this country to our competitors. Wakati huo huo, Omar alifichua kuwa UDA inapanga kuwa na wagombea katika viti vyote vya uchaguzi nchini ifikapo mwaka 2027. Nikiripotia runinga ya Newslight Kenya, jina langu ni Winnie Atieno.